Ndugu waandishi wa habari, kuhusu madai ya vijana walioandamana tarehe 29 Oktoba 2025 walilipwa fedha ndio wakafanya maandamano. Kauli hizi ni za dhihaka kwa wananchi, kwani wananchi wanayo malalamiko ya muda mrefu kwa serikali ambayo imeyapuuza, kama utekaji, kuuawa kwa wananchi kuuawa kwa wananchi, kupotea, kuminywa kwa demokrasia, kubambikizwa kesi, kuminywa kwa uhuru wa kuabudu, kushamiri kwa vitendo vya rushwa na ufisadi, ajira na teuzi za upendeleo serikalini. Ukweli ni kuwa haya maandamano yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni matokeo ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kupuuza vilio, maoni na malalamiko ya wananchi walioyatoa kwa muda mrefu na ya kuonyesha kutokuridhishwa na utendaji wa serikali. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa kuwa chama kitakachopuuza maoni ya wananchi kinaweza kikalia kilio, asipatikane mtu wa kupangusa machozi. Ninachowaambia CCM na vyama vingine vile vile, lazima msikilize wananchi wanasema nini. Kama nilivyoeleza maumivu na malalamiko ya Watanzania katika vipengele namba 5 na 6 ambao mtaona huko mbele, ambapo walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Pia tuhuma za kupewa fedha ambao walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Lakini pia hata kama tuhuma hizo za kupewa fedha waandamanaji, basi tungeambiwa kwamba hizo fedha zilitoka kwa nani, zimegawiwa akina nani, kwa utaratibu gani, na kiasi gani alipata kila mtu, badala ya kutoa shutuma tu za kiujumla.